Ekari 5,000 za mazao wilayani Kiteto na kuleta madhara makubwa kwa binadamu. Hii ni taarifa ya askari wa Mamvuli Mohamed Chumvi kutokea Kiteto. Wakiwa kwenye mkutano wa kijiji cha Lotepesa, wananchi hao wameomba serikali iwape jukumu la kulinda tembo hao shambani kwao. Kama serikali haina namna ya kutusaidia au kuwaondoa hao wanyama tupate angalau mavuno kidogo kwa ajili ya watoto, labda ituruhusu tuwaue. Maana ukimuua tembo mmoja, wengine wanatoroka maana wanaogopa damu. Kwa hiyo hata kuna mama wengine wanatoa ujauzito kulingana na wale matembo Kisha hapa tuhuma zikaelekezwa kwa utumishi wa idara ya maliasili Kiteto. Mimi naamini wale walioletwa kwa ajili ya ulinzi, hao watu wa maliasili wamesoma namna ya kusaidia hao wanyama, na ninaamini kwa akili zangu wanaweza wakafanya wasionekane, lakini nipende kusema hawajawajibika. Walijifunza nini? Tunachukua mbegu kutoka Arusha na tunapanda na mbolea. Unashangaa mfugo ya serikali inashambulia. Alafu serikali anasema ng'ombe msiingize mashambani. Kwa sababu kuna watu wamekopa mikopo benki, kuna watu wamekopa mikopo kwenye vikundi, kuna watu wamekopa mikopo ni mingi, hawajui watalipeje. Sekta ya elimu nayo imeguswa na changamoto hii ya tembo, na hapa wanasema watoto wakihitaji kwenda shuleni asubuhi, ile tu kutoka nyumbani wanakutana na tembo mlangoni, wanarudi ndani. Hilo halitoshi, hata ukiwepo maeneo ya shule tembo wanakuja mpaka wanasimama mlangoni mwa darasani. Namna kuwafundisha wale watoto, mtoto ukimuuliza swali anakujibu tembo. Afisa mtendaji wa kijiji cha Lotepesa anataja athari za tembo hao, huku mwenyekiti wa kijiji hicho akieleza sababu za wananchi hao kukutana katika mkutano mkuu wa kijiji. Uharibifu wa tembo kwenye mashamba ya wananchi ni takriban ekari karibu 5,000. Ajenda ambayo itakuwa ni kubwa kabisa hapa, swala la matembo, sababu nimeshakuwa ni changamoto, tunashindwa kufanya kazi mbalimbali. Afisa maliasili alipotembelea mmoja wa majeruhi wa tembo hospitali ya Kiteto anaeleza fidia, huku mkuu wa wilaya ya Kiteto akatoa maelekezo ya serikali. Na kwa tukio kama hili, kama amepata majeraha ya kudumu, atapatiwa kifuta machozi cha shilingi milioni 1. Kwa tuna ukanda huo, kuna maeneo ya Lotepesa, kuendelea ukanda huo Sunya huko tunatarajia kwenye maeneo hayo. Sasa kwa sababu tumeanza kuondosha tembo, wala tutarajia pia hata endelee kujitokeza kwenye maeneo hayo. Mtazamaji, hapa ni Lotepesa wilayani Kiteto mkoani Manyara, eneo ambalo lina changamoto kubwa tembo. Wengi wa wananchi wana hofu kubwa na wanaiomba serikali kuingilia kati kunusuru maisha yao. Nikiripotia EATV kutoka hapa wilayani Kiteto mkoani Manyara, mimi ni Mohamed Chumvi wa EATV. Asante Mohamed Chumvi kwa taarifa hiyo kutokea Kiteto. Mtazamaji, na tunaungana na mkuu wa wilaya ya Kiteto Remedius Mwema kuweza kuangazia taarifa hii kwa undani. Mkuu wa wilaya, karibu sana kwenye EATV saa moja. Kama unanipata kutokea Kiteto, habari ya Manyara Kiteto? Salama kabisa Manyara, tuko vizuri tu. Tumeisikia taarifa hii ya wananchi wengi wakilalamika, wakitupa lawama huku na huku. Kwanza tufahamu chanzo cha tembo hawa, ni eneo gani wanatokea kuingia kwenye maeneo ya wananchi hawa? Sawa. Tembo kwa sababu kuna ukanda wa hifadhi, tunazo hifadhi ya WMA, lakini tunazo hifadhi za hiyo eneo ambalo linaitwa Mulutangos, na ukitoka ukanda huo unaenda kwenye eneo la hifadhi ya Tarangire. Lakini Tarangire pia kuna eneo la Lake Manyara, mkondo huo. Kwa hiyo kuna maeneo ambayo pia kuna wanyama wa aina hiyo, lakini pia na wengine kama hifadhi. Kwa hiyo wanakuwa wanasogea katika maeneo mbalimbali ambayo mengine pia yanakuwa ni karibu na mashamba ya watu na makazi yao, lakini nitaeleza kwa sababu baadhi ya maeneo hayo kama ambavyo tumeendelea kutoa elimu kama wilaya, sehemu ya maeneo mengine ni hifadhi. Kwa mfano hapo nimeona hiyo Lotepesa. Tangu tarehe 17 mwezi wa 3 tumefanya kazi kubwa sana kwenye eneo hilo, na tumewasiliana na kanda kaskazini. Kwa ukanda huu tumekuja na kikosi kinachoshughulikia swala zima la tembo hao pamoja na wataalamu wa halmashauri ya wilaya ya Kiteto, na tumekuwa na makundi 4. Tunasema kwa mujibu wa wataalamu kuna kama familia 4 za tembo sasa ambazo zinatembea kwa pamoja.
kwa maana kila kundi. Sasa tumekuwa na takriban tembo karibia 70 kuelekea 80 kwa maelezo ya wataalamu wangu ambao nimekuwa nikiwatuma kwenye maeneo hayo. Kwa hiyo kuna nguvu tunayoitumia ya kitaalamu na teknolojia ya kutumia drones, zile drones, kwa sababu ukanda huo wa Lotepesi uko ukingoni mwa hifadhi. Kwa hiyo wakitoka nje ya hifadhi wanaingia kwenye mashamba ya watu. Sasa tunawaswaga kwa njia za teknolojia hizo, tunawaondosha kuingiza katikati ya hifadhi na maeneo mengine ili waweze kuendelea kushiriki kikamilifu, tuweze kuondoa katika maeneo hayo. Zoezi hilo limekuwa linaendelea na sasa hivi tutaongeza nguvu nyingine pia kutoka mamlaka husika chini ya Wizara ya Maliasili. Tunashirikiana na wataalamu kwa ajili ya kuondosha, lakini moja kati ya changamoto